Tunaendelea. Wa ashiyan, imeeleweka ashiyan. Kwa hiyo unaweza kuona mtu katika baadhi ya tafsiri anasema wa ashiyan na alasiri, kwa maana hii ndio itaja mimi, yani mwanzo wa usiku akimaanisha mwisho wa mchana. Akasema Mwenyezi Mungu, yukhrijul hayya minal mayiti, anakitoa kilichokuwa hai kutokana na maiti. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, na anakitoa kilichokuwa maiti kwa hai. Haya kidogo tueleze, yani moja katika uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna vitu vimekufa lakini vinazaa kilichokuwa hai. Kuna vitu havina uhai lakini vina uwezo wa kutoa kilichokuwa. Hapa anazungumzia science ya materials. Kuna material fulani imekufa lakini inatoa kilichokuwa. Mfano wewe na mimi na kila mwanadamu, sisi tuko hai au tuko hai? Hivi sasa tuko hai au tuko hai? Tumetolewa kutoka katika udongo uliokufa. Udongo una roho udongo una roho, udongo. Lakini ukitaka kujua Mwenyezi Mungu mkubwa ili umwabudu, anakuambia kitu kikubwa kabisa. Wewe ulikuwa umekufa udongo tu, lakini ikaufanyia ninavyofanya, ukatoka wewe na ndevu zako, eti unapaka perfume. Wewe udongo tu. Sawa. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yai na kuku, kipi kimekufa? Yai lililokufa linamtoa kifaranga aliyokuwa hai. Yukhrijul hayya minal mayyit. Mbegu iliyokufa ikaoza inatoa mmea mpya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Manii, sperms iliyokuwa haina maana yote imekufa, inamtoa mtu mzima na ndevu zake, eti kakaa kwenye kiti anasema tangu saa 10. Manii sote hapa si ndio nini? Si ndio sisi wewe? Au wewe mwenzangu upo katika? Mwenyezi Mungu anatuambia hayo ili tuseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yukhrijul hayya minal mayyit. Si mnaelewa? Mkaswali swali kidogo. Kuna kisa changu kile. Kuna mtu mmoja alikuwa mutakabbir, ana kiburi kweli kweli. Siku moja akakutana na mtu mwenye kujua haya. Bwana yule kiburi alikuwa na kawaida na amejizoesha kila anayekutana naye amuamkie, amsujudie, mpaka akazoea hivyo. Ghafla siku moja akakutana na mtu asiyomjua, na siku zote algharibu ama wala ukana basira. Mgeni ni kipofu hata kama ana macho. Akapishana naye mzima mzima, akashangaa, mimi watu hawezi kupishana na mimi, huyu mbona anapishana na mimi hivi? Mzima mzima anapishana. Akamwita, wewe njoo. Akaja. Sasa ile kuitwa ile wewe njoo hapa, unajua hii voko inaonyesha kama subiri ina maana yake, na subiri ina maana yake. Sawa? Kama mwaka jana nilisema hata hizi wewe ziko tofauti. Kuna wewe bwana, wewe bwana, na wewe. Umeelewa? Wewe moja hiyo. Hakuna wewe, wacha wewe ile na nyingine. Twende katika wewe tofauti hiyo wewe. Alafu kuna zile nazionaga kwenye mitandao za nini zile wewe. Nafikiri na mimi naishi na nyinyi huko. Kwa hiyo mnachokifanya na mimi nakiona na kisoma, naamua nikieleze hapa ili nipate kukufahamisha ndugu yangu, twende tupate safari moja sirata mustaqim. Abdallah ukakufa. Ni wewe hiyo hiyo. Zipo chungu mzima.
Kuna wewe ya juu kabisa, kuna wewe ya katikati, kuna wewe ya pembeni, wingi. Tumeelewana? Sasa yule alivyomwita, wewe njoo hapa, akaona wewe njoo hapa, hii inatoka kwa mutakabbir, mtu mwenye nini, naye akajipanga kupambana na mwenye kiburi yule. Kufika tu, wewe unjui mimi, anaendelea na kiburi chake. Yule bwana akamwambia nakujua, nakujua. Mimi nani? Akamwambia wewe manii tu ya babako. Ulikuwa mwanzo na mwisho wa kiburi chake. Kisha akamwambia wa intafukil anama fa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazal. Hata kama utawashinda watu, wewe ungali mtu, wewe bado ni mtu tu. Utawashinda kwa madaraka, utawashinda kwa fedha, ukiwashinda kwa elimu, ukiwashinda kwa uzuri, ukiwashinda kwa watoto na mali, ukiwashinda na kila kitu, hata wenyeji, fa anta minhum, wewe bado nani? Ni mtu. Hivyo ni vitu, dhalika fadhlullah tutihi man yasha wa rabbuka yakhluqu ma yashau. Mungu anaumba atakacho, na huyu anampa hiki, anampa hiki. Usiletee mambo hizo. Akasema wa intafukil anama fa anta minhum, hata kama utawashinda watu, wewe bado ni mtu tu. Fa innal miska ba'du damil ghazal, kwa sababu ni miski pia, perfume nzuri kabisa, bado asili yake ni damu ya paa. Kuna mnyama anaitwa paa, ile ndio inatoa miski. Tumsalie Mtume. Yukhrijul hayya min almayt, Mwenyezi Mungu anakitoa kilichokuwa hai kutokana na nini? Na kilichokufa. Wa yukhrijul mayyita min alhayy, na anakitoa kilichokufa kwa kilichokuwa hai. Geuza yale kinyume chake. Yai linazaliwa na nani? Na kuku. Kuku kwa hai, yai nenda nazo utajua huko. Mwenyezi Mungu anakufundisha hayo ili usafiri kiakili, kimawazo, uangalie mambo. Mnanielewa jamani? Narudia tena, Mwenyezi Mungu anayasema haya yote ili tupate kumjua. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wal bu'd ala man, nafsi imeumbiwa kupenda kumtii yule anayezifanyia wema na kumchukia yule anayozifanyia ubaya. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Wa yuhyil ardha ba'da mautiha, tafsiri yake ndefu sana hapa. Na Mwenyezi Mungu anaihui ardhi baada ya kifo chake. Hapa anamaanisha ardhi kame baadaye huwa inakuwa ardhi yenye rutuba, sawa. Lakini pia yuhyil ardha ba'da mautiha, ndio mimi na wewe tuliotokana na ardhi, sawa sawa. Wakadhalika tukhrajun. Hapa Mwenyezi Mungu sasa anaenda kwenye mawaidha moja kwa moja. Kama hayo mnayaona ni mambo ya ajabu, basi Mungu kayaweza, na vile vile atakurudisheni duniani, atakurudisheni katika uhai. Yani usije ukakaa siku moja hivi, mimi nikifa nitakuwa hai. La la la, yukhrijul hayya min almayyit. Tumeelewana? Ndio wakadhalika, na ndio kama hivyo, tukhrajuna, mtatolewa katika ardhi hii baada ya kifo chenu mkiwa hai. Sababu Mwenyezi Mungu ameyafanya hayo makubwa zaidi. Kukuhuie tena kwa mara pili ni kurudia tu, wala hana wasiwasi. Kisha inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu hana tabu yeye jambo lake akitaka jambo anasema kuni, linakuwa tu, linafanya. Kama unaweza kusikia mbona inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun, mbona mtoto amekaa tumboni miezi 9, sijui ikawaje, muda umechukua, mbona kun fayakun? Si angesema tu kun fayakun walidi, unakuwa. Ameumba mbingu na ardhi fi sitati, mbona siku 6? Hapana, yale ameyafanya kukuonyesha wewe kwamba mambo yanakwenda kwa strategy, mambo yanakwenda kwa mpango, hatua kwa hatua. Na wewe jipe katika kuyaendea mambo yako hatua kwa hatua. Hata kama umfanya biashara, usitaki tu pap ukawa kama bwana mkubwa.
mzee Said Salum Bakaresa. Mpaka kafikia pale alikwenda hatua kwa hatua. Hata ukiwa unataka kuwa na elimu, labda Mwenyezi Mungu akupe uwe kama wale kina Khidri, akupe ilmu min ladunhu, lakini elimu ni kidogo kidogo, usome kidogo 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 mpaka unapata elimu nyingi. Sawa? Watoto mmoja mmoja mpaka wanakuwa wengi. Ndio maana utakuta ameumba mbingu na ardhi, khalaqa sab'a samawati sijui fi sittati ayamin. Sawa? Sijui wewe mpaka umekuwa mwanadamu umepita process ndefu ile kukufundisha wewe uwe ni mtu wa kusubiri, kungojea wakati muwafaka kwa hilo, ilhali unahangaika kujitafutia. Mmenielewa? Leo watu hawayajui hayo yote. Tatizo ndo hili unaloona mtu anafanya kazi leo, kaajiriwa leo, baada ya miezi 6 anatakiwa awe na nyumba, awe na magorofa, awe na mashamba. Kwa mshahara huo labda uwe mwizi au unakula rushwa. Tena unaambiwa kabisa, fulani bwana, vipi mwezio si mmeajiriwa pamoja miaka 3 tu, ana nyumba wilaya zote 5 za Dar es Salaam, wewe huna hata moja. Wewe vipi? Wewe mjinga. Na wewe unajiona mjinga kwa sababu hujaiba. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na haya. Tumeelewana? Basi tumesoma aya hizo 3 tu. Qur'ani na miujiza hiyo aya 3 tumesoma saa 1:30. Muhimu darasa yetu japokuwa ni ya tafsiri, lakini ndani yake pia ni darasa ya mawaidha. Mwenyezi Mungu aifanye Qur'ani rabia qulubina wa shifaa sudurina wa zahaba ahzanina wa kafaratan li sayiatina wa nawwir Allahumma bihi basairana absarana, na ifanye ni hujjatun lana la hujjatan alaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana آتِ لنا في ديننا ما للقتر وسا وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرنا من رضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من هدانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر عالم سري وآفة مستجيب الدعوات ربي فاهمنا علوما برسول الله وحلل عنا المشكلة. Na kawaida ya kukumbusha baada ya darasa, naendelea kukumbusha hii ni Ramadhani na inaondoka hii Ramadhani na inaondoka. Ninachotaka kukukumbusha kuwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba walivyokuwa wanapopitikiwa na Ramadhani. Walikuwaje? Hawa walikuwa kila Ramadhani inavyokwenda mbele ndivyo wanapoongeza kasi ya kuabudu. Kila Ramadhani inavyoendelea wao ndio wanaongeza kasi ya wasichoweza kukizidisha. Ilikuwa zile swala 5 na zile rawatibu zake, lakini walikuwa wanatafuta vitu vya kheri kila. Kwa mfano, ikiwa leo mtu Ramadhani ya kwanza kasoma juzu 1,
Ramadhani ya pili anasoma juzu 2, ya 3 anasoma 3, ya 4 anasoma 4, ya 5 anasoma 5, ya 6 anasoma 6. Kama leo alimswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 100, kesho mara 200. Ni mifano hiyo. Kama leo alitoa sadaka 1000, kesho anatoa 2000. Tumeelewana vizuri? Yani kadri Ramadhani inavyokwenda na wao ndio wanaongeza kasi, tofauti ya sisi. Tofauti ya sisi, kadri Ramadhani inavyokwenda ndio tunapunguza. Siku ya kwanza nimekuja hapa, watu walikuwa mpaka kule nyuma kule. Hebu tizameni leo kwa sivyo hivi. Nakumbusha napenda kujitolea mifano mimi katika hilo. Mimi kadri Ramadhani inavyoendelea, kuna vitu na viacha kabisa. Moja katika vitu hivyo simu, ili nipate muda wa kusoma Qur'an. Ramadhani yenyewe moja tu, na sijui kama Ramadhani ijayo nitakuwepo au mwenzangu na hakika utakuwepo. Simu naitoa sauti kabisa, naifungia kwenye kabati, mimi nakuwa na msafu tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina yamaluna. Nasoma Qur'ani. Sawa? Nafanya hivyo. Na wewe nakuomba fanya hivyo, kwa sababu Ramadhani moja tu ikiondoka imeondoka. Usije ukawa na fikra kwamba Ramadhani hii si basi nitasubiri Ramadhani ijayo. Hizi ni Ramadhani 2 tofauti. Hii ina kazi yake mwaka huu na ijayo itakuwa na kazi yake. Hata siku jambo hili silifanyi Jumatatu hii, nitafanya Jumatatu ijayo. Kila Jumatatu ina kazi yake. Mungu hauko, kwa Mungu hakuna majina ya siku. Sawa? Kuna idadi za siku, kama ilivyokuwa hakuna majina ya miezi, kuna idadi ya miezi. Sasa kwa sababu anataka kuzungumza na sisi kwa mifano tunayojua, ndio utaona huko ndani atataja Rajabu, atataja Shabani, atataja Ramadhani, kwa sababu wenyewe sisi tunajichagulia yale majina. Lakini hakuna aya inayosema uiteni mwezi huu Shabani. Sisi tumeanza kuita Shabani, basi Shabani. Hii ni mwezi wa Ramadhani, tumeanza kuita sisi wenyewe Ramadhani, basi Ramadhani. Lakini inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqa samawati, kisha minha fala tadhlimu fihinna. Haya, kuna jina hapo kataja idadi tu. Hakika idadi ya miezi kwa Mungu ni miezi 12. Tangu alivyoumba mbingu na ardhi, miezi 12. Usigombane na mtu akiita Januari kwende, akiita Novemba, majina tu. Uislamu sio dini ya majina, ni dini ya maana. Kwa hiyo Ramadhani Mungu anakukadiria upate Ramadhani ngapi ili uzitumie. Usiseme Ramadhani hii naiacha na ngojea Ramadhani ijayo. Siku hii ya leo niache na ngojea siku ijayo. Daktari Aidhul Qarni anasema yaumuka. Siku yako ndio hiyo leo yako. Siku yako ni yani hii leo yako ndio siku yako ya kufanya kila kitu. Tumeelewana? Kila siku alfajiri ikichumbuka inamwita mtu kwa jina lake. Ewe fulani, wewe fanya. Kwa sababu mimi napita, na mimi nikipita sirudi tena. Tutakutana mimi naye wapi? Siku ya Kiyama, ima kukusaidia kwa sababu ulinitumia vizuri, au kukuangamiza kwa sababu ulinitumia vibaya. Kwa hiyo una idadi maalum ya siku. Miaka 60 maana yake ni siku 21,600. Mungu anakupa siku 21,100. Kila siku inajitegemea mwenyewe. Kwani shilingi hizi zikuwa 1,000, 10,000 hii inaibeba ya huku? Si kila 10,000 au sivyo hivyo? Una milioni 1, kila 100,000 si 100,000 peke yake.
zikiwa nyingi ndio unahesabu na milioni, lakini ukitoa moja moja. Na siku zetu hakikisha kila siku unaifanya mfuko au unaifanya matia. Matia unajua ni kile chombo unachojazia vitu na kusafiria. Sasa Ramadhani inakwenda zake, acheni mazoea ya kusema inakwenda Ramadhani basi unapungua. Ongeza kasi kadri Ramadhani inavyokwenda mbele, ongeza kasi. Hakikisha upiti na kitu. Man tasawa yaumahu fahuwa maghbun wa man naqasa yaumuhu an amsihi fahuwa mal'un. Mmoja katika atabiini anasema hivyo, mwenye kulingana sawa siku zake mbili, huyo amejipunja. Jana kasoma juzu moja na leo kasoma juzu moja, fahuwa maghbunun, huyo kajipunja. Wa man naqasa yaumuhu an amsihi fahuwa mal'unun, na yule ambaye kwamba jana alikuwa na nguvu sana ya kufanya akasoma juzu nzima, leo kasoma karatasi moja, huyo analana. Mmenelewa vizuri? Jitahidi Ramadhani na uko mbele. Na kitu kibaya kabisa kinachotuumiza sisi, simu zetu zinatuchukulia muda mrefu. Sikiliza, huyo mtu mmoja aliamka kafunga sunna, ghafla kapita mitaani akakutana na rafiki yake, akamwambia bora nimekutana na wewe bwana, alhamdulillah nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Haya, imekuwa kheri, umenikuta hapa mtaani, Mungu amekupunguzia masafa ya kuja nyumbani. Ulikuwa unasemaje bwana? Akasema nilikuwa nimepanga leo tupate lunch pamoja mimi na wewe. Tupate? Akaambia asante, lakini mimi nimefunga mwenzio leo. Nimefunga. Akasema hii sunna. Fungua bwana, mimi nimepata senti leo, twende tu pale Basmati tukale pamoja. Si utafunga kesho? Akaambia nimekubali. Wa hal tadhmanu li ila ghadin fa aftura, unanidhaminia, una hakika mimi kesho nitakuwa hai nifungue tukale? Unayo dhamana hiyo na uhakika kwamba kesho nitakuwa ni hai? Akaambia dhamana hiyo sina. Akaambia basi tukiamka salama kesho sijafunga, hiyo pesa iweke, tutakula mchana. Lakini mimi na wewe leo tufanye kitu, tunangojea kesho kuna kitu kinaitwa taswif. Iyakum wasawf, iyakum wataswif. Amka wewe Hamza, iyakum, anasema iyakum wataswif fa inna sawfa min hablum min habaili shaitan. Iyakum wa tahadharishini, ogopeni kesho. Nitafanya swali, nitaswali kesho. Funga, nitafunga kesho. Leo some Qur'ani, nitasoma kesho. Huyu bwana anasema kesho ni kamba miongoni mwa kamba za shetani, anawavuta watu wake aingie nao motoni. Fanya leo, yaumuka, siku yako ni leo yako. Simu funga au itoe sauti ziite. Jioni baada ya futari jipe muda kidogo, unatizama fulani kakupigia, mpigie, nimeona missed call yako. Tusipoambiana hivi tutakosa. Ndio kama nilivyosema juzi, jana na mwaka jana, hata haya mambo tunaweka Ramadhani kapu sawa, lakini Ramadhani yani Ramadhani ndio mipira yote hiyo inachezwa, hiyo mechi zote, ligi zote tumecheza sisi, mpaka zile za kimataifa zote tumetolewa. Au kuna timu imebaki? Maana mimi siku hizi Azam tumebaki. Wewe si refali umebaki? Mimi jana nimependa sana. Mimi si jana alikuwa na mchezo, lakini akaacha au ulienda afu kakimbia kidogo afadhali. Lakini nikamwambia jamii Darweshi, nipangeni baada ya Ramadhani nzima anatembea na kichupi na bendera, funika mapaja. Nasema hivi inaudhi, lakini ndiyo sehemu yangu ya kusema. Sio wote nyinyi mmepata nafasi ya kukaa kwenye kiti hichi. Mimi Mungu amenikitari, ameniweka katika kiti hichi, basi ninachokijua nawaambia ndugu zangu. Sawa, funga baadhi ya vitu sasa hivi, shughulika na Ramadhani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun
Angalia Mungu anavyoeleza, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum maneno mazuri kataja pale katika zile aya za suratul Baqara. Wacha baadhi ya vitu tena, mwambie udhuru wangu kipindi hichi, hii ni Ramadhani amenipa Mwenyezi Mungu, nafanya kwa ajili yake. Ukifika wakati wa Mungu fanya mambo ya Mungu, ukifika wakati wa mambo mengine fanya mambo mengine. Unashindwa na yule mwanamke aliyokutwa na Asma'i. Al-Asma'i mmoja katika watawala aliokuwa mkali, ilikuwa akikuta na kuchukulia hatua pale pale. Alimkuta mwanamke mmoja mkononi huku, mkono wa kulia ameshika tasbih, subhanallah, mkono wa kushoto kashika kinini, mukhuhula. Unajua mukhuhula? Kijiti cha wanja, anajipodoa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akakasirika, wewe vipi? Anna hadha wa hadha, wakati mmoja unaweza kufanya mambo hayo, huku tasbihi huku unajipodoa. Akamwambia maneno mimi nayapenda. Alimwambiaje? Lillahi minni janibun la udhi'u walilbatala wallahu minni janib. Sasa Mwenyezi Mungu ana nafasi yake, ndio hii tasbihi, hii nafasi ya Mungu. Lakini mume wangu pia ana nafasi yake. Lillahi minni, Mungu ana upande wake, ndio subhanallah, subhanallah. Lakini mpata habari mume wangu amesafiri, yuko njiani anarudi, anikute binti majivu, najipodoa mimi, ndugu yangu wewe, aje akikute chuma chake kimetulia. Subhanallah, subhanallah. Pita nenda zako. Na wewe fanya basi mambo yote. Mnaelewa au mnalala? Hii moja. Naona hatari inatukumba, Ramadhani inakwisha na sisi tunakwisha msikitini tena mapema. Nimezoea kuona haya miaka ya nyuma huko, kuanzia 20 na ngapi huko, nimezoea. Na japokuwa nao sio sawa, lakini leo Ramadhani ya 5 hamna kitu. Wakumbusheni wenzenu kwa. Haya, cha pili bila kusekeshwa naweza kusahau. Mimi mzee wangu, Mungu amrahamu, mzee Alhaji Kawambwa, alikuwa anahudhuria darasa hii mara 2 kwa mwaka katika kila Ramadhani, mara 2 mpaka 3. Sawa? Sijui hikma yake ilikuwa nini, sijui hikma yake, lakini ilikuwa kila inapofika mwezi 6 anakaa hapa alipokaa Umar Babi au pale kwenye ngazi. Kama wewe unaweza kurudisha zile video nyuma, muda unazo, nenda kaangalie picha ya Mzee Alhadi ilikuwa mwezi wa ngapi, utakuta mwezi 6 Ramadhani alikuwa anakuja. Sawa sawa, na anakuja tena mwezi 17 ile vita vya Badri. Sasa imekwenda hivyo tajriba, imefika mwezi 6 mwaka majuzi kafa. Pole, sijui naeleka. Mwezi 6 sio kesho. Ndio siku yake alofariki. Sasa hapa kwa sababu alikuwa anakujaga na kaa hapa, kesho tutamfanyia ikhlas japo utatu. Au mnasemaje? Na kidogo tukipata nafasi tunaweza tukaeleza historia yake. Dua tushasoma inshallah.